Kutembelea mabanda ikiwa ni kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo inafanyika tarehe 8 mwezi wa 3 2025 katika jiji letu la Arusha. Na nikiwa mbunge wa jimbo hili nimeona nipite kuangalia namna ambavyo wananchi wenzangu wanapata huduma. Kwa kweli nitumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia kampeni yake ya Mama Samia Legal Aid ambayo sisi tulikuwa tunaiona inapita kwenye mikoa mingine mbalimbali. Mara watu tunapokea taarifa hapa, mikoa iliyobaki ni mikoa 4 tu, kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam, Tanga, kuna Zanzibar, lakini na Pwani. Lakini mikoa mingine yote, si Katavi, ukienda Rukwa, Lindi, Mtwara, Tabora, Shinyanga, kote tayari wameshapita na watu wengi wamenufaika na kampeni ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sisi wananchi wa Arusha tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameona kabisa kutumia mahakama zetu matatizo yanatatuliwa, lakini mlolongo wake unakuwa ni mrefu. Mtu akianza mahakama ya kwanza aende mahakama ya mwanzo, akianza aende mahakama ya wilaya, aende mahakama ya mkoa, aende mahakama kuu, aende mahakama ya rufaa, inaweza kuchukua muda mrefu sana. Kama kupitia kusikiliza mashauri, watu wakisikilizana, wakielewana, jambo linaisha mapema. Na utaratibu huu pia hata kwenye mahakama zetu pia upo. Mahakama ukitaka wasikilize kwa mujibu wa taratibu, watasikiliza mpaka mwisho. Mkitaka kusuluhishana, wanatoa nafasi hiyo. Mnakaa, mnasuluhisha, mnamaliza. Kwa hiyo tumeona kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona namna ambavyo mchakato wa kupata haki kwa mujibu wa sheria unavyotumia muda mrefu kwenye mifumo iliyokuwa rasmi. Kwa hiyo ameanzisha utaratibu ambao sio rasmi wa kuweza kuwasikiliza wanaolalamikiana, wenye changamoto na kupata majawabu kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo tunampongeza sana. Tumekuwa na kesi hapa Arusha za muda mrefu sana. Kuna Waitaliano tumeona walikuwa na makesi malalamiko yao miaka 7. Leo kupitia mpango huu yamekwenda kuisha. Kuna watu walikuwa na kesi zao za mirathi, kuna kesi za ndoa, kuna madai mbalimbali ya fursa zao kwenye serikali, lakini kupitia mpango huu wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeona watu wamenufaika. Na wajanufaika Arusha tu, hata mikoa yote huko walikopita. Kwa hiyo mimi ninachoomba, mara baada ya kuisha kwa siku hizi za maadhimisho ya wanawake duniani, nampa tena Daktari Samia Suluhu Hassan ombi maalum, dawati hili liweze kuja hapa Arusha waweze kuwasikiliza wananchi wenzetu ambao kwa kweli wameweza kunufaika na jambo hili. Lakini sambamba na hilo, naipongeza sana Wizara ya Katiba na Sheria kupitia waziri wake Dr. Damas Ndumbaro, naibu wake Mheshimiwa Sagini, katibu mkuu na wataalamu wote katika ngazi ya wizara. Kwa kweli wamelisimamia jambo hili kwa weledi mkubwa. Wamempa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa ujumla wake tunapozungumzia 4R za Daktari Samia ni pamoja na Mama Samia Legal Aid. Tunatafuta haki, tunatafuta usuluhishi, watu wanakuwa na amani na maisha yanaweza kuendelea. Na ukizingatia wananchi wetu wengi ni watu wa kipato cha chini, hawana uwezo wa kuwa na mawakili wa kusimamia kesi kwa muda mrefu. Wakija hapa siku 2-3 jambo limeisha, jambo hilo linawapa faraja na maisha yanaweza kuendelea. Kwa hiyo niwaombeni mtufikishie salamu zetu kwa waziri wa Katiba na Sheria na timu yake yote, kwa kweli kwa kulisimamia kwa weledi mkubwa jambo hili. Huko nyuma najua ilikuwepo, lakini kipindi hiki ndio kila Mtanzania ameijua kwa namna ambavyo inahangaika na shida za watu. Na hatuna mashaka na ushupavu wa waziri wetu wa Katiba na Sheria kwa namna ambavyo amesimamia jambo hili, lakini kubwa zaidi tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu kupitia yeye Watanzania wengi wameenda kupona. Nimekutana na wazee hapa, nimekutana na kina mama ambao wameteseka kwa miaka mingi, lakini tunawaona leo sura zao zina nuru kutokana na Mama Samia Legal Aid. Mimi nikiwa mbunge, kama hili jambo linahitaji kuwa na budget, pengine budget iliyoko ni ndogo, naombeni leteni ndani ya bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi wabunge tumeona matunda yake kwenye nchi hii. Tutamuunga mkono rais wetu lipate fungu la kutosha, lisiende kwenye mikoa tu peke yake, lishuke mpaka kwenye mitaa na vijiji, kwenye kata, kwenye majimbo na halmashauri, ili tuweze kumaliza changamoto hizi kwa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kweli kubwa ni hilo. Nimekuja kuwapongeza sana, nimefarijika kuona jambo hili, lakini niwaombe wananchi wenzangu kwa namna ambavyo Daktari Samia ametuthamini, ametuondolea changamoto zetu, tumeweza kupumua. Kesho tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya mwanamke duniani. Twende kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid, wakina mama wote na hata wakina baba pia, twende tukamlaki rais wetu, tukampe ushirikiano, tukamtie moyo ili aendelee kutujali na kututhamini na kutusaidia wananchi wa jimbo la Arusha mjini.
Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha. Tunakushukuru sana kwanza kwa kuja kututembelea, lakini pia tunakushukuru sana kwa hamasa ambayo umeendelea kuitoa kwa wananchi wa jimbo lako, lakini pia Tanzania kwa ujumla, kutumia fursa hii ya Mama Samia Legal Aid Campaign ili waweze kupata haki yao. Mheshimiwa, kama ulivyotembelea kwenye mabanda, nadhani umeona wataalamu wapo wa kutosha kabisa na wana nguvu na weledi mkubwa sana katika kutekeleza jambo hili. Kwa zile salamu ambazo Mheshimiwa umenipatia, nitazifikisha kwa Mheshimiwa Waziri, lakini pia kwa Katibu Mkuu ndugu Eliakim Maswi na wataalamu wenzangu wote. Tunakushukuru sana kwa pongezi na tunaahidi kwamba tutaendelea kujituma na kufanya kazi kwa juhudi kuhakikisha kwamba wananchi wanafikia haki kwa wakati na kwa unafuu. Kwa sababu kupitia huduma msaada wa kisheria, kwa yule ambaye hana uwezo anaweza kupata wakili wa kuweza kumsimamia mahakamani. Lakini pia Mheshimiwa, kwenye mikoa mingine ambayo tumepita, tofauti na mkoa wa Arusha, tumeenda mpaka kwenye ngazi za vijiji na kata. Tumefanya halmashauri zote, tumefanya wilaya zote, lakini pia tumeenda kwenye vijiji na kata, na tulikuwa tunatoa elimu, lakini tunasikiliza mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa mkoa wa Arusha, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri alielekeza, Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, baada ya zoezi hili tutarudi tena kwa ajili ya kwenda sasa kwenye kata kutoa elimu ili wananchi hawa ambao wamehangaika kwa muda mrefu waweze kuelewa sasa wanapokuwa na changamoto ni watu wanaweza kwenda. Kwa Mheshimiwa, tunakushukuru sana na karibu tena Wizara ya Katiba na Sheria. Karibu sana. Asante. Mama, kama wana jambo hao kwa wataniona tu hapa, niko pembeni. Kweli. Naomba waangalie hiki. Sasa vitu vyao jamani.